Habari gani mwana TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa TV, mmoja wa wanaharakati nguli kweli kweli kutoka katika chama cha upinzani ambacho ni chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambaye anafahamika kama Mdude Nyagali. Mdude Nyagali kupitia mtandao wa X ameamua kuweka wazi awamu au vipindi vya viongozi ambao wameweza kuongoza katika nchi ya Tanzania vya urais, ambapo amempongeza Mkapa pamoja na Kikwete kwa kuwa na ustahimilivu mzuri sana kwenye masuala ya siasa, hasa kumudu vuguvugu la siasa za upinzani. Nataka nikusomee kile ambacho Mdude Nyagali ameamua kuandika katika mtandao wa Twitter. Mdude Nyagali alianza kuandika hivi: Kikwete na Mkapa ndio marais pekee wenye uwezo akiakili hata kushindana na wapinzani kwa hoja baada ya mfumo wa vyama vingi kurudi. Ni mara chache walitumia dola, hasa pale wanapozidiwa kwa hoja. Hakuna wakati Kikwete alisema ni bora akose urais kuliko kuruhusu Tundu Lissu ashike ubunge katika awamu ya utawala wake. Jambo hilo halikuwezekana. Lissu alishinda ubunge kwa nguvu ya kura na Kikwete akaheshimu maamuzi ya wananchi. Baada ya utawala wa Kikwete, chama tawala kikatekwa nyara na dola. Sasa hivi ushindani ulipo ni kati ya upinzani na dola. Unaweza kusema CCM hawapo, lakini ukweli ni kwamba CCM wanaweza kuwepo, lakini wamebakiwa raba stamp tu ya dola. Kazi ya CCM iliyobaki kwa sasa ni kusomba watu kwenye mafuso na kuwajaza uwanjani kama kuna mikutano ya hadhara. Nimeanza kuandika kitabu ambacho ninasimulia tawala za marais wote wanne tangu mfumo wa vyama vingi urudi. Kitabu hicho kinaitwa Free from Liberal Party to Gangster Party. Ndani ya kitabu hicho nitasimulia mazuri na mabaya ya kila rais tangu mfumo wa vyama vingi kuanzishwa. Ataandika mazuri waliofanya: ufisadi, uporaji mikataba, mauaji na utekaji nyara. Hayo maneno yameandikwa na Mdude Nyagali ambaye anajipambanua kama sumu ya nyigu. Watu wengi sana wameweza kutoa maoni katika chapisho ambalo Mdude Nyagali ameweza kulichapisha katika mtandao wa Twitter, akieleza namna vipindi mbalimbali vya uongozi wa marais na namna walivyopambana na vuguvugu la upinzani, namna walivyomudu upinzani kwa kupishana kwa hoja. Kwa kwanza namuona hapa katika sehemu ya maoni, anaitwa Akimu anasema: usisahau mabaya Mkapa Zanzibar, ikiwemo kupora uchaguzi, kuwa watu Zanzibar, kukimbilia Kenya kwenye ukimbizi, huku wengine wakidondoshewa bomu toka kwenye helikopta wakiwa kwenye mashua wakikimbia kwenda Kenya. Lakini pia Geoffrey Enoch anasema JK naye usisahau Mwangosi alitupiwa bomu Iringa wakati wa utawala wake. Usisahau tangu kila rais yupo na maovu ya kutisha, ndio maana Watanzania tunataka rais apunguziwe nguvu baada ya kumaliza urais wake. Kama atakuwa na makosa ashtakiwe. Tone Nimo anasema leo nimemkataza mke wangu kwenda somewhere kwenye mkutano wa kihuni, na nikapiga marufuku kabisa mbwa yeyote akijaribu kwa namna hiyo nitakufa kwa faida. Buheri Thomas anasema fuatilia vizuri kipindi cha Mheshimiwa Mkapa cha kuanzia mwaka 1995 mwishoni hadi mwaka 2003. Ukikuta uhuru wa kisiasa hapo urudi atujadili. Lakini Eli Chapo anasema da bongo aise, unafiki hauwezi kwisha. Mjomba JK alitukanwa akadhalilishwa, kujeliwa, sijui anacheka mara Vasco da Gama sijui nini, leo ndo ana akili. Siasa ya bongo ni ya kipekee sana. Lakini kaka yangu anasema hivi unajua walikufa watu wangapi kipindi cha Mahita Omari, mzee wa operation tokomeza shida za influenza? Huwa muwahi kusahau sana jinai
haina afadhali. Damu ikibagua damu zote ni sawa. Mamia ya watu walipinduliwa kwenye mtumbwi. Mitandao ingekuwepo, sijui mngesema mauaji yale, mngesemaje mauaji yale. Nadhani amekumbushia hili swala la kule Zanzibar ambapo mabomu yaliwezaga kulindima kipindi cha awamu ya Mkapa. Lakini Levis Gamba anasema kuhusu Mkapa, hapo sikubaliani na wewe. Unakumbuka mauaji ya Mwembe Yanga? Unakumbuka kilichotokea Pemba mpaka watu wakakimbilia Mombasa? Labda ulikuwa mtoto mdogo kipindi hicho. Magic anasema ni kitabu chenye taarifa muhimu sana, political history ya nchi yetu, tujue tunapotoka na tunakoelekea wapi, makosa gani si ya kurudia na mambo gani ya kujifunza. On our way forward, be blessed kaka. Lakini FM anasema napenda sana ushindani wa hoja na viongozi kupatikana kwa njia ya kura na sio wizi wa kura. Siku tukipata tume huru, naamini watu watakuwa na furaha moyoni mwao. Tuendelee na mapambano, nuru inakaribia. Lakini kaka yangu anasema ungekuwepo kipindi watu wanamwaga ubongo Mwembe Yanga, Mwembe Chai pale, usingekurupuka kuongea hao wanasiasa. Hata Mheshimiwa Tundu Lissu akialikwa Ikulu utamuona akitabasamu kama hapo. Lakini Mtanzania kaka anasema hata mambo ya kuwapa watu rais kama njugu watu wa Bushi wanatuletea mambo ya vijijini town plus miaka 10 years now tunasapa ni ujinga ise. Angalau class 2 ya mzee wetu Kikwete ndio utajua tumerudi nyuma sana. Miaga wa Hase anasema chonde kamanda, sumu ya nyigu na uzingatie tofauti iliyopo kiuhalisia kati ya freedom na liberation. Soma inaungwaru literature ya Angela Davis, The Nature of Freedom, recalling philosophy them in black literature. Alipokea uprofesa wa falsafa UCLA. Cameron anasema anaishi mpaka sasa maana hakumjeruhi kabisa, hakuwa jeuri kabisa. Bahati anasema yani huwa tunajisahau sana. Kikwete huyu ndiye alianza utekaji, tukumbushe ya ulimboka. CCM hakuna mazuri. Bernard anasema upo sahihi kwa hii post yako. Kwa wale tuliokuwepo awamu zote, anasimulia hapa absolute light. Watumishi wa serikali hatutaweza kuwasahau hayati Benjamin Mkapa na Jakaya Mrisho Kikwete. Alitupenda watumishi wa umma, kila wizara tulinunuliwa uniform, maslahi overtime, extra duty. Lakini Albert Enoch anasema hakuna watu wanafiki kama nyie. Leo yamekuwa haya kweli, bwana siasa na shetani, afadhali shetani. Lakini Charles Mpilipili anasema tunasubiri jitihada kuandika na toleo lake la Kiswahili akipate wasomaji wengi zaidi. Ali Blessing anasema Kikwete alikuwa na unafiki, ukijenga achana na hao walio na usnichi wa kupoteza kabisa. Pancras anasema kazi ya CNM iliyobaki kwa sasa ni kusomba watu kwenye fuso na kuwajaza uwanjani kama kuna mkutano ya hadhara. Hii imeenda bala. Irene Dalton anasema wewe kama ni nani ufanye hizo judgment kwa viongozi? Sema tu unafanya promo ya kitabu chako ili watu wakanunue. Richard Maho anasema wewe kuna hoja unaisifia tu, kwani kuna hoja ushawahi sifia CCM? Mtimkavu anasema ni mawazo na mtazamo wangu, ila kwangu sijaona rais aliyetakia mema nchi hii na kutojali maslahi yake ya familia yake. Labda Kambalage unazungumzia Kikwete wakati ni yeye wakati wa uchaguzi mwaka 2015 ndio alipopora kijeshi ushindi wa upinzani kule Zanzibar. Long Zimale anasema mzee wa Msoga alikuwa mtaalamu wa kung'ata na kupuliza. Tuliishi
kama Mtoni. Mdude fanya mambo ngoma irudiwe kama Trump. Lakini Sister anasema swali, upinzani wenu ni wadui kwa Lissu, alikuwa adui wa nani? Mbona marais wote walikuwa safi tu? Hata baba yetu Magufuli alikuwa mtu mzuri sana. Lakini John Steven anasema hakuna kitu, huyu ndiye alifanya nchi kuwa maskini. Ismail Adam anasema hata uwezo wa darasani, huyu katafuta credit, uwezo upo chini toka kitambo. Zile 1 za 7 zilipoteleaga wapi? Tulitakiwa kuziona Ikulu. Na wewe na wengine wa credit wangeenda jeshini kutumia nguvu hizo, nchi ingekuwa pazuri sana. Lakini wa mwisho anaitwa Jogo Farm anasema hichi kitabu umeandikia wazungu aise, sio wa Bantu mkuu, mbona hutufikiri na vya kwetu? Au ukitumia hiyo lugha ndio utaonekana msomi, au wasomi wengine ni wale wanaojua lugha ya Kikristo? Hayo ni maneno ambayo Mdude Nyagali ameweza kuandika katika mtandao wa Twitter, lakini watu wameweza kutoa maoni katika akaunti au katika chapisho lake ambalo Mdude Nyagali aliweza kulitoa na kusifia awamu 2 tu za vipindi vya urais, ambapo alisifia awamu ya Kikwete pamoja na awamu ya Mkapa kuwa walijitahidi sana kuhakikisha wanashindana kwa hoja na sio kwa dola. Jina langu ni D wa KOTV, tukutane kwa wakati ujao katika ulimwengu wa siasa. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification ili uweze kupata taarifa zetu. Tukutane wakati ujao, au kwa heri.